Tuko Zanzibar. Kumbuka upepo mwanana wa Zanzibar, marashi ya karafuu, ndivyo ambavyo tunaenjoy na kufurahia Zanzibar, tukiwa kwenye mkutano mkubwa kabisa wa shirika la forodha duniani ambao kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini basi unafanyikia hapa Zanzibar, na kwa mwaka huu tumepata fursa kama Tanzania kuweza kuhost mkutano huu mkubwa sana. Ni privilege ya ajabu na kubwa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunashukuru serikali kwa kutoa fursa ya kuweza kuhost mkutano mkuu huu kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania. Nimezungumza na baadhi ya viongozi, na hapa ninaye kiongozi mwingine ambaye ni mshiriki pia wa mkutano huu, ambaye yeye kama mshiriki lakini pia ni mkufunzi, ni mkuu wa chuo cha mafunzo ya forodha pale nchini Kenya, na kwa nafasi yake hiyo tutaweza kufahamu mambo mbalimbali, nafasi ya mafunzo ya forodha katika kuhakikisha kwamba watumishi wa mamlaka za forodha wanafanya kazi zao vizuri sana. Hapa ni naye Dr. Emma Omwenga. Mambo nzuri sana. Habari za Zanzibar? Salama kabisa. Unaenjoy vipi? Unajionaje na unajisikiaje kuwepo Zanzibar? Mimi nafurahia kabisa nikiwa hapa Zanzibar. Kwa sababu hii ni nchi nzuri sana, watu ni wazuri na pia wako na ukarimu sana. Nafurahia kabisa. Katika nafasi yako kama mkuu wa chuo cha mafunzo ya forodha nchini Kenya, lakini pia ni mshiriki wa mkutano huu, nafasi ya mafunzo kwa watumishi wa forodha, kwa customs officers ikoje? Yes, akimaliza shule, amemaliza chuo, ana degree, ana certificate, ana diploma, anaendelea na kuchapa kazi. Je, nini nafasi ya mafunzo? Elimisha wanafunzi na officers wa customs jinsi ya kufanya kazi. Tunawapatia mafunzo vile watafanya kazi, vile watasaidia wanabiashara kwa nchi ya Kenya na hii region yote, vile wataendelea kusaidia taxpayers na wanabiashara vile watafanya kazi yao. Kwa sababu hiyo mafunzo ni mafunzo ya muhimu sana, sio kwa Kenya peke yake na sio kwa mwanafunzi peke yake, lakini kwa hii eneo lote, na Tanzania ni moja ya zile countries 24 ziko katika hiyo kongamano ya hii eneo. Na tumekuwa tukifanya mafunzo ya area zote za forodha, ndio eneo hili liweze kuendelea mbele, na vile wanabiashara wanaendelea na kuleta bidhaa zao in and out of hii region, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, hii eneo lote. Na sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia, mwingiliano wa nchi zetu umekuwa ni mkubwa sana. Kufanya biashara kumekuwa ni kukubwa sana. Sasa Dr. Omwenga, wewe kama kiongozi lakini pia kama mkufunzi, nafasi ya mafunzo ya kuandaa maafisa forodha wenye uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya biashara, teknolojia na usalama wa kwenye mipaka, nini maoni yako kwenye nchi, kwa sababu nchi moja ikiwa vizuri, nchi nyingine haiko vizuri, bado kutakuwa kuna changamoto. Kwa hiyo nafasi yako na ushauri wako ni nini katika hilo? Vile maoni yangu ni kwamba ni vizuri kama hii ukanda wa mashariki na East and Southern Africa tukue na hiyo mafunzo ya jinsi ya vile tutalinda mipaka yetu, na hasa kwa vile tunafanya biashara. Kwa hivyo hii masomo tunafunza inasaidia hii eneo lote liweze kufanya import na export vizuri, na pia kuchunga mipaka yetu, ndio pia watoto wetu na nchi yetu ya kesho ziendelee kuwa mzuri, ndio zile illicit trade isifanyike. Drugs na madawa ya kulevya ile inaletwa nchini ya hii region kuharibu watoto na kuharibu community. Tunaonelea hii mafunzo ni ya muhimu sana, na sio tu kuleta wanafunzi kumaliza masomo, lakini ni continuous learning, ile ya kuendelea wakiweza kujua vile wanaweza linda nchi na vile pia wataweza okotea nchi ushuru, ndio tuweze kuendelea kama eneo. Najua sio mara ya kwanza inawezekana kushiriki mikutano kama hii,
Na mikutano kama hii ya WCOS ukanda huu wa Afrika na Mashariki na Kusini, unadhani ina faida gani kwa mwananchi wa kawaida? Unadhani ina faida gani kwa mamlaka za forodha katika ukanda wetu? Ina faida kubwa sana, kwa sababu wale wananchi wako katika hii eneo ya Afrika Mashariki na Kusini, huyo mwananchi hasa wafanyi biashara na wale wanaonelea wataweza anzisha biashara pia, wataweza kuelewa vile wataweza fanya clearance na forwarding ya bidhaa zao, kwa sababu sasa hawa officers wa forodha tumewaelimisha vile wanafaa kutekeleza kazi yao, ndio waweze kusaidia hawa wafanyabiashara katika nchi. Kwa hivyo kuna manufaa kubwa sana kwa wananchi na nchi yenyewe kwa jumla na region hii yetu. Ulizungumzia hapo mwanzo kuhusiana na kulinda mipaka, kwamba kujenga uwezo wa maafisa forodha katika kuweza kulinda mipaka. Wanalinda mipaka kutoka kwenye nini? Hii kulinda mpaka ya afisa wa forodha ni kulinda from ile tunaweza ita illicit trade. Okay. Zile goods zitaingia kwa nchi zetu katika ili kanda lote, zile zitaweza kuja kuharibu uchumi, kuharibu wananchi, kwa sababu hasa wananchi wale wadogo, wale tunaita Gen Z, hawajapata elimu ya kutosha kama individuals, ndio waweze kujua that hizo bidhaa zinaweza kuja zitaweza tekeleza uharibifu kwa maisha yao. Kwa sababu ni muhimu sana kulinda the borders, ndio kwa sababu kitu ikikuja Kenya iharibu Kenya, itaingia Tanzania, itaenda Uganda na itaharibu eneo, na vile sasa eneo letu litakuwa linaenda chini sana. Kwa maana ni kulinda mipaka ya nchi zetu, kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo haviruhusiwi kuingia haviingii, na vile vinavyoruhusiwa kuingia basi viingie kwa utaratibu ambao umewekwa. Na hapo unazungumzia magendo. Labda kwa mwananchi wa kawaida ambaye anatazama, wito wako ni nini juu ya mambo mawili? Moja, magendo, lakini la pili ni rushwa. Kwa maana namna gani rushwa inaweza kuathiri chumi za nchi husika? Kama ni Tanzania inaathiri Tanzania, kama ni Kenya itaathiri Kenya kiuchumi, kama kukiwa kuna magendo. Lakini kama kukiwa na rushwa, namna gani kunaweza kukaathiri? Ni mbaya sana. Mambo ya magendo ni kitu inaharibu nchi sana pale kwa mpaka, kwa sababu hizi bidhaa zinaletwa katika hali ya magendo, inamaanisha hazijapitia ile utaratibu inahitajika na forodha, hazijakaguliwa vizuri. Kwa hivyo inamaanisha hiyo magendo, zile bidhaa zinakuja zitaweza kuja na kuharibu environment na kuharibu wananchi. Kwa hivyo mambo ya magendo ni kitu tunasema itupiliwe mbali, na katika hii eneo na kwa boda zetu tufanye kazi, tufanye clearance ile ni ya muhimu. Alafu mambo ya rushwa, ni vizuri wananchi wa hii eneo waweze kuelewa kwamba mambo ya rushwa ni kitu inaharibu nchi sana, kwa sababu inafanya nchi ikose ile ushuru, na ushuru ikikuja inaendelea kujenga mashule yetu, mabarabara yetu. Alafu pia kama wanadamu, mambo ya kuitisha mlungula na hiyo bribery ni kitu mbaya sana, kwa sababu inafanya wewe kama binadamu usikue na utu kwa sababu ya ile kuitisha rushwa kutoka kwa wafanyi biashara. Kwa hivyo ni kitu tunafunza hata pale kwa hizi chuo za forodha, tunafunza that afisa wote wa forodha wakuwe afisa wenye integrity, ile msimamo mzuri, wasiombe rushwa kutoka kwa customers wale wanakuja kupatiwa services. Asante sana. Okay, kama ambavyo nimekuambia awali, tuko Zanzibar, kisiwa cha karafuu, ni kisiwa cha marashi na kisiwa cha burudani. Tuko Zanzibar kwenye mkutano mkubwa wa nchi 24 wanachama wa shirika la forodha duniani, na kwa mwaka huu kama Tanzania, specifically Zanzibar, tumepata fursa ya kuweza kuandaa mkutano huu
mkubwa kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania. Nimekuwa nikizungumza hapa na Dr. Emma Omwenga ambaye yeye ni mkufunzi lakini pia ni mkuu wa chuo cha mafunzo ya forodha pale nchini Kenya, ambaye pia ni mshiriki wa mkutano huu mkubwa, ambapo ameweza kuangazia mambo mbalimbali, ikiwa mojawapo ni faida ya mafunzo kwa maafisa forodha ili kuhakikisha kwamba wanalinda mipaka yetu vizuri, wanalinda wananchi wetu vizuri. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikaingia kupitia mipaka yetu ambavyo vikawa vina athari kubwa sana kwenye uchumi, lakini vikawa vina athari kubwa kwenye afya za walaji na hasa watumiaji kwenye nchi zetu. Kwa hiyo amezungumzia hayo, amezungumzia hasara za rushwa na kutoa wito kwa vijana wetu, maafisa wetu na wafanya biashara kutoa au kupokea rushwa ili kuendelea kukuza chumi za nchi zetu. Nakushukuru sana Dr. Omwenga, asante sana kwa muda wako. Karibu sana Tanzania, Zanzibar. Nitakuja kwenye mafunzo Kenya kutembelea pale. Na sisi tuna chuo cha mafunzo hapa cha forodha, kwa hiyo nafasi nzuri ya kuweza kutembeleana. Nakushukuru sana tena Dr. Omwenga, asante sana kwa muda wako. Karibu sana. Karibu sana. Na karibu Kenya. Hakuna matata. Hakuna matata. Asante sana. Okay.